mada hii. We have so many people that are following us. Greetings to you in Jesus' name. Amen. Evans tells me we are just about 4,000 people who follow us. Watu zaidi ya 4,000 wanaotufuata ulimwenguni. Hata asubuhi niliona one doctor telling me that anataka kunifuata kwa FB na YouTube. Watu wanafaidika. Bwana asifiwe sana. Amen. Na pia kwa nyinyi the congregation, I speak blessings to you all. Amen. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. We have been speaking about peace. And I want us to begin today from the book of Philippians chapter number 4. We'll speak about the secret of peace. The peace of God himself. The secret of peace. The steps to peace. One of the steps to peace is standing firm and in unity and rejoicing and gentleness, from Philippians chapter 4 verse 1 to 9. Praise be to God. Amen. And this is a very important occasion whereby we want to speak about this peace, the peace of the Lord, and the secret of having peace. Utapata amani namna gani? Na ndio tulisema Alhamisi, njooni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mzigo wa dhambi. Yesu anasema nitawapumzisha, nitawapa amani. Amen. Lakini kuna masharti pale. Njoo, come. Yeah? Take my yoke and learn from me. There are 3 conditions or 3 commands. If you want to have some rest, you must come. And after coming, you take the yoke. Jesus' yoke and the burden. The yoke is smooth, the burden is light. And then you must learn from him. Praise be to God. Amen. And today I want us to talk about peace, which is a very important aspect. And because it's a long topic, I want to go to chapter 4, verse 6 to 9, and basically be on verse number 7, on the steps to peace, is prayer and positive thinking. Prayer and positive thinking. You must be there praying, and more so to have positive thinking. Lazima uonekane wewe ni muombezi na pia unafikiria vizuri, positively. An optimistic minded person. When challenges come in your life, challenges are opportunities to grow from one level to another. If you are optimistic, if you are positive minded. We all find challenges in life. But to pessimistic minded person, negative minded, challenges are barricades, they are barriers to bring you down. So today I want us to speak about positive thinking. And I want to major on verse number 7, so that verse number 7 will be of great help to us. Verse number 6 to 9, but major on verse number 7. Praise be to God. Na hii ni jambo la maana sana, because the peace of God will guard your hearts. The peace of God will guard your hearts. Hii amani ya Mungu itachunga moyo. Kiswahili kinasema hivi, na amani ya Mungu ipitao akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Semeni amina. Amen. Na amani ya Mungu, si amani yako. The peace of God. Amani ya Mungu ipitao akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Ninataka tuelewe juu ya kuwa na amani ya Mungu.
Kwa sababu watu wengi wanakuwa na amani, wajapokuwa na pesa, wameokoka sana. Wako na amani, wako na furaha, wako na kububujika, hawana shaka. Kwa hivyo amani, pesa inakuwa kama is the ultimate security. Yeah? This is what the Bible says. When money becomes your ultimate security, it becomes a god. Lakini leo nataka tuongee juu ya amani ya Mungu. Jina la Bwana na lisifiwe. Amen. Kwa sababu tumepoteza mambo ya amani ya Mungu. Mungu atusaidie. Amen. When you don't have money, and a time like this, that tomorrow also watoto wanaenda shule, Wakristo wengi hawana amani, wanashindwa huyu Mungu. Na ni wewe tu hukupanga, kwani hukujua shule inafunguliwa? Ndio wewe ujipange. Sasa unaanza kukorogana na Mungu kwa sababu ya pesa zinazotakiwa uzitolewe. Kwani wewe hata na wewe ulikuwa wapi? Leo nataka tuondoe amani ya rasilimali, amani ya kuwa niko na kazi, amani ya kuwa niko na mshahara, amani ya kuwa mshahara hauchelewi, lakini tuingie katika amani ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu tumekuwa na amani ambazo zinatokana na jamii zetu, marafiki zetu na ukoo wetu. Lakini leo tupate kujua amani ya Mungu inafanya nini. Biblia inasema hivi kwa Kiswahili, na amani ya Mungu ipitao akili zote, hiyo amani itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu only in Christ Jesus. Amen. Jinsi utakavyohifadhiwa moyo, kuhifadhiwa moyo na nia ni katika Kristo. Haleluya. Kwa sababu watu wana shida katika mioyo, watu wana shida katika fikira, hata na nia, wakati imani yao imepunguka. Kwa mfano pesa. Mungu atusaidie sana. Amen. Na Kiingereza kinasema hivi katika mada ya leo, and the peace of God, not the peace of God which transcends all understanding. That peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. That peace of God. Kulithina kana gutari rĩtwa rĩa Ngai witũ no rigocagwo. Amen. One millionaire one time alijitokeza kutembea na akakuta mtu maskini sana, akachungulia kanisani, akasema na nitaenda kanisani. Akamkuta jirani yake maskini sana akiimba sana, na akapata kutaka kujua ni wazimu ama ni furaha ya aina gani. Akamwambia ni Yesu. Akamwambia mimi nina kila kitu lakini sina raha. Akamwambia huna kila kitu kwa sababu kuna kitu huna, Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukimkosa Yesu na ukipungukiwa na Yesu, nikuambie nikiwa kwa madhabahu, huo ni mwanguko wa kwanza, kwa sababu utakosa amani. Na ninataka siku ya leo, kama jinsi kiongozi alituambia tumaanishe, maneno yale tunasoma katika Biblia yanaweza kuwa matupu kama hautamaanisha. Na akatuambia tuseme, Bwana ni mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa na kitu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati Bwana ni mchungaji wako, wakati unajua uwezo wake katika maisha and the concern he has for all of us, wewe hauwezi kupungukiwa na kitu. Wakati hujui yeye ana nguvu kiasi gani. Sometimes I go without money.
single shilling myself. Lakini kwa maombi ninayoomba, kwa sababu ya mambo yaliyo mbele yangu, ninaambia Mungu wayajua. Na ghafla bin fu, unasikia mtu anakupigia simu, mchungaji, Bwana asifiwe sana, na miaka nenda miaka rudi nimewasimulia mambo haya kuwaweka nguvu ya kwamba kuna baba ashughulikiaye maisha yetu. Na kwa nini wewe na bado uko pamoja nami, bado unasikiza mahubiri, una shida? Kwa sababu ya kukosa kumaanisha. Mungu atusaidie sana. Amen. Ambia mwenzako tumaanishe, wapendwa. Kuokoka ni kitu moja na kumaanisha ni jambo lingine. Siku hii ya leo ninataka tumaanishe. Bwana asifiwe sana. Amen. This is what the Bible says about the peace of God. When we call on God from hearts, nataka usikie hiyo. When we call on God from hearts that remain in Christ and his word, there are 3 items that I want to speak about that happens. When we call on God from hearts that remain in Christ and his word. Wakati tunapomwita Mungu kutoka kwa mioyo ambayo bado inabaki ndani ya Kristo na neno lake, mambo haya ndiyo yanayotendeka. Jina la Bwana na lisifiwe. Amen. Jambo la kwanza, wapendwa, tusome John 15 and verse number 7. John chapter 15 and verse number 7. When we call on God from hearts that remain in Christ and his word, haijalishi kiwango chako cha wokovu. Kile kinachojalisha is to whether your heart remains in Christ and his word, so that you don't doubt. Amen? Amen. This is what the Bible says. Hallelujah. John chapter 15 and verse number 7. Tunapajua sana. Sitaki uwe na shida mwaka huu. Sitaki uwe na shida. Nikikosa lolote la kusema, ningelisema sana. Ninataka umaanishe. Huu mwaka ni wa kumaanisha. Mchezo wako wa maneno matupu moyoni unaweza kukutabisha sana. Ithero rĩaku, ithero rĩa kũnyita maandĩko ũrĩa moigĩte no rĩgũtũũria na thĩna mũingĩ mũno. Listen to this. This is what the Bible says. Amen? Amen. And I read. If you remain in me, this is Jesus speaking, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Hata tukifunga ibada ya leo, hilo neno linatosha liwe changamoto. Hallelujah. Kwa sababu ni Yesu anatupea changamoto. If you remain in me, because you might not remain, circumstances might come that makes you fail to remain. If you remain in me and my words remain in you, at that point, ask whatever you wish and it will be given you. Unajua shetani ametufundisha, kama hujui,
na uganga wake. Daktari yeyote, awe ni daktari wa kienyeji, awe ni daktari wa kusomea, ni mganga, wote wana roho ya uganga, wote wana roho ya kuchezea akili za mtu. Unamwendea, kichwa kinauma, anakutengeneza kichwa, alafu anakubakishia shingo, ndio kesho useme sasa kichwa kimeacha, sasa ni shingo. Anakutengeneza kichwa na shingo, anakuachia mabega. Ukirudi kwake, anatengeneza mabega, anakuachia magoti. Hayo ndiyo mambo ya madaktari, ni wachawi. Lakini Yesu akaja akasema, he has healing Jesus way. Na huyu daktari hatataka upone kamwe. Even when you have depression, ambayo anaweza kukupea mawaidha tupu, atakuchezea akili zako ndio apate mshahara wake. Na Yesu anasema ana uponyaji. Yesu anasema ana uponyaji. Jina la Bwana na litukuzwe. Na wewe usipomaanisha, wewe utakuwa mteja wa daktari, miaka nenda miaka rudi, ukinywa dawa kila siku. Nataka usikize. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Uliza mwenzako kama anasikiza. Nataka mwaka huu uwe ni mwaka wa kumaanisha maneno yale yote tunasoma kwa Biblia, na kuwekea Mungu changamoto kwa maneno yake kama ni ya kweli. Na kwa sababu tuwajua neno lolote lililoandikika ni la kweli, ni jambo letu na kusudi letu kumaanisha. Mwambie mwenzako, maanisha neno la Mungu. Hallelujah. Kama alisema, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. What did he say? Sitakuacha kama. Na huwezi kushikilia hiyo. Ndio wewe ungete digago tigana nani? Ana meho kete rito ya Yesu. Ni mehere hiyo kilibile ngai. Amen. To ni ciana cia ũhonokio. Amen. Na thakame ya Yesu Kristo. Amen. Itwara gaitũra mũci. Amen. Na tũtingĩikara ta gwĩkĩrumi gĩtũma gĩũra. Amen. Mwambie mwenzako ni mwaka wa kumaanisha. Mwaka wa kumaanisha. Ndio tuliaona kama tumesema tumeokoka na tumesafishwa na damu ya Yesu, na sisi ni watoto wa Mungu. Amen. Mikosi baada ya mikosi, kama kwamba sisi ni watu wa michezo na sarakasi, tunataka kumaanisha. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. Now, the steps to peace is prayer and positive thinking. Hallelujah. Amen. This is what happens. The peace is an inner tranquility mediated by the Holy Spirit. Romans 8, verse 15 to 16. Let's talk about the peace of God. We have many times had cosmetic peace. When your father is working, when you have money at home, when everything is going on well, you seem to have peace, but that is not the peace of God. This peace, when we read John 15 verse 7 says, if we remain, because we might not remain, then God's peace will flood our troubled souls. Amen. If we remain, God's peace will flood our troubled souls. If we remain,
in him. The Bible says, and his word remains in us. Then he says, ask whatever you wish, and it will be given you. Let us challenge Jesus after having remained in him and his words in us. This is a week and this is a year of challenging the scriptures. Hallelujah. Because the Bible says, the peace of God will flood in our troubled lives if we remain in him and his words remain in us. If is peradventure, pengine, lakini mimi nataka kumaanisha I remain in him. Hallelujah. Amen. I was challenging God yesterday because tomorrow is Monday, we are opening and we didn't have money to buy the reams to make books. And I was challenging God, how will it be that Monday students come and line up here and we don't have money? What are we going to tell them? Because they know we can't stay without money ourselves because we are the educators. And within a very short time, somebody called me. Mimi niko na deni ya pesa ngapi? Is that not God? Hebu uliza mwenzako, huyo si Mungu? Money to buy ribs. Amen. I was challenging Jesus. Why don't you speak to them? Amen. Amen. Praise be to God. Amen. How much have you remained in him? Hata wakati wewe umegonjeka na vile unapenda hospitali kama kwamba Yesu si mponyaji. Kafuere ndio anaweza kukutengeneza na dawa hizo zake. Kafuere. Kile tumetaweka daktari huyu. Anakwenda achizo uliona na dia. Ono mwana kwa mwana. Tukashoka kuthiri daktari. Amen. Ule wele tuweke guo wone ukishuha takashauri. Amen. Mwana ni arogosha. Amen. 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 Challenge God. Wapo ni ukukua kwetu gudike. Weka ini. Amen. Angekoro kwa kwane umithio. Na gutura muoyo utwike maciaro. Iriondo ingekiuga mwathani arogocwo gutura wega ini wa mwathani. Yes, let us challenge this God. Let us be healed Jesus way. Amen. Todo aria mehokete ritwa ria Jesu kwihoka. Alright? Ni mehereirio kirumire Ngai. Amen. Ugo ni kuona okoro wi murume na kwanyu ni kwa irumi cia kurumirirwo ukirora he andu gicuka ukirora atia ndukana thereme ndukaneke atia ngoma icio ciothe cia irumi icio we akoni wihokete ritwa ria Jesu maandiko maraoiga we mwehererie kirumi ni Ngai. Kirumwo ni thoguo kana mama guo kana shoguo no na kio kirumi ni twehereirio ni Ngai ni undu wa thakame. Hallelujah. Amen. Now, it involves this peace, involves a firm conviction that Jesus is near and that God's love will be active in our lives for good. Amen. For good. I want us to read a scripture so that we can challenge God. Romans 8, verse 28 and verse 32. And Isaiah 26, verse 3. Kama ni maandiko, tukae kwa hayo maandiko. Amen. Romans 8, verse 28. This peace involves a firm conviction
that Jesus is near and that God's love will be active in our lives for good. Amen. In Maandiko, let's challenge Maandiko. Romans 8 verse 28. Hallelujah. Tigetora na dhina toke solve na kujua Maandiko. This is what the Bible says, Romans 8 verse 28. And I read, and we know, unless you don't know, read from your book. And we know that in all things, God works for the good Amen. of those who love Him, Amen. who have been called according to His purpose. Amen. Unless you don't know, you will be in trouble. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Do you love Him? So that He works for your good? Or do you mouth about it? If you mouth about it, He cannot work for any of your good. Here the Bible is explicit. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Who are those? Who have been called according to His purpose. Verse number 32. Hallelujah. Inasema hivi. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, Yes. how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Amen. Hallelujah. Amen. Na kama alimtoa mwanae kwa ajili yangu na wewe, je, haiwezekani ya kwamba ajitolee kwa ajili yangu na maisha yangu? Wewe na mtoto wake ni nani wa muhimu? Akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie yeye asipotee, bali awe na uzima wa milele. If He can do that, what about me? Unless I don't believe in Him. Unless I have a problem in loving Him, in obeying Him, in following Him, in knowing Him. Changamoto ni kwako. Kwa sababu Biblia inasema, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. This is the question. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Ageko imama odo neke atomile moyo akwe niodo waku. Anawezaje kukunyima yaliyo mema kama alimtoa mwanae afe kwa ajili yako? Pengine ni wewe uko na kasoro. Hallelujah. Na mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Huu ni mwaka wa kumaanisha. Hallelujah. Wapendwa, tumaanishe. Tusichezewe karata na maneno ya kibinadamu na shetani. Sisi tukae kwa imani na amani iliyotabiriwa katika Biblia. Amen. Jambo lingine tunaweza kusema ni Isaya 26 na mstari wake wa 3. Isaya, huyu ni mtumishi wa Mungu, nabii, alisema hivi. Isaiah 26 verse 3. Tunataka kumaanisha tiga idero todo idero ni mehia lia ni Samson. Tiga idero dumpainde angai ne todo idero ne mehia idero ya nini Samson. Hallelujah. Utamlinda yeye ambaye
moyo wake umekutegemea. Semeni amina. Unless hujamtegemea akose kukulinda. Let's challenge God. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu. Semeni amina. Kwa kuwa anakutumaini. Kwa kuwa anakutumaini. Kwa sababu ya wewe kumtumaini. Na yeye anasema kwa sababu wewe unamtegemea, yeye atalinda moyo wako. Kama hautalindwa, yeye hakosi, hujamtegemea, wewe ni maneno matupu. Challenge yourself. Kwa sababu hii ni Biblia. Inasema nini? Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Kwa hivyo utakuwa katika shida, zitaletwa na shetani, na kwa sababu yako wewe kumtegemea, atakulinda. Shetani angependa ufe. Shetani angependa uwe mgonjwa. Lakini kwa sababu wewe unamtegemea, yeye anakulinda. Kwa sababu unamtumainia, yeye anakulinda. Amen. Kwa hivyo habari zote tunataka kusikia ni habari ya kwamba ilikuwa, lakini sasa. Ninashukuru Mungu. Amen. 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 Moigire ndigeto ya rugendo ineroro na leo no nyendero ya mwathani agoco mwathani wa moyo na wa magegania atonya thĩinĩ wakwa na urukirie. Haleluya. Watasema mengi, wataleta uchawi, wataleta maneno, wataleta hata laana, lakini wewe ukimtegemea utakuwa na ushuhuda wa ushindi. Amen. Jina la Bwana na lisifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Number 2, when we lay our troubles before God in prayer, we might have troubles. We can have troubles. Tunaweza kuwa na mashida. Lakini Biblia inatuambia when we lay our troubles before God in prayer, this peace, hii amani yake, will stand guard at the door of our hearts, will stand guard at the door of our minds, will stand guard preventing the cares and heartaches of life from upsetting our lives. Amen. Amen. And undermining our hope in the Lord. Amen. When we pray, when troubles come, and when we lay our troubles before God in prayer, this is what happens. This peace will stand guard. Amen? Amen. At the door of our hearts, at the door of our minds, and also preventing. Hallelujah. Amen. The cares and heartaches of life from upsetting us because we are in Christ. Amen. That's what peace will do. To guard our hearts, to guard our minds, preventing the cares to upset us. Amen. Amen. Peace will prevent, peace will keep guard. But when you have a disconnect with that peace of God, when troubles come, you have none to guard your heart and mind. You have no one to prevent you from being upset about your life. Utakuwa tu kama kafiri. Utanena tu kama kafiri. Utakuwa na shida kama kafiri. Lakini there is a distinction. Je, wewe umemwamini? Mathina ni moke.
nayo imani ikuje. Amen. Na amani ianze kufanya kazi to guard my heart, my mind, to prevent all the chaos to upset me. Amen. Unaona hiyo picha? Shetani analeta mambo zake, naye imani inakuja inaleta amani ya kukinga akili zangu na mawazo na moyo wangu. Hallelujah. Amen. Ninaona bisema unless we na disconnect. Ohaneta anabia bali aremera go mwete inoge toro mwete inoge rugendo ugaitida hawogeta God ndwenda kuigua tondu wa mbere ureta mundu mutari na connection nake litwara ngai turogoca nikio twina connection. Amen. Ndo ira haramithi twina connection nituonaga nginya nda ya mwana mutumia na nda na tukamenya ni kahi kana kairitu tutirategemea sika turategemea roho na twĩ thĩinĩ wa roho nĩ tũhũraga thimũ tukahũrĩra mutumia ũrĩa tukamwĩra thiĩ kwa nyina wa Victor ũmwĩre athiĩ akaheo mwana korwo ndĩ mũciĩ ngathana wa promise athiĩ kwa nyina wa Victor ũmwĩre eharĩrie na ũmũharĩrie na ndũgate muda athiĩ akaheo mwana agĩkinya gwĩ mwana. Nĩ rũciũ mũriganĩtie nĩ ũndũ wa connection. Ukimwona rokumio Ngai tondũ Jesu narĩ akũre nĩkĩ akaga amatongagia ngoro-inĩ ciao agatuĩka mũtangĩri wao ona agatuĩka mũrĩithi. O kĩrĩa gĩothe magaga kamahe tuine irio mburu Jesu na arĩa akũre ndugu mũno wene amatongagia ngoro-inĩ ciao mũgũtangĩri wao na mũrĩithi nowe o kĩrĩa magaga we akama inyuĩ tuĩka a Jesu tene andũ arathime andũ ake tarĩ mũrĩ muoyo nĩamwendaga ona ningĩ mwakuana. Ũcio nĩwe Jesu ũrĩa ndĩramwĩrĩra. Ti Jesu wa mũcere ũrĩa wainagĩrwo nĩ Ismaili ng'ama. Ti Jesu wa mũcere, nĩ Jesu wa muoyo. Okay, praise the Lord. Now, we are talking about peace. Amen. Peace comes through prayer. And I want you to note three significant points about peace. There is the church in Philippians 4 verse 6. Let's go to verse number 6. Wa Filipine na mstari wake wa 6. That's a church. Inasema, do not be anxious. Hii ni kama kikalenjini. Merimanet. That is Greek. Merimnate. Do not be anxious. No kanio. Unakanywa about anything. Hallelujah. Amen. Unakanywa, ninakanywa. The idea is that the believer is not to worry or fret about a single thing. Amen. Amen. If you're a believer, don't worry, don't fret about a single thing. That is the word of God. Amen.
The word anything from the Greek word meden means all things. Meden. Do not fret, do not worry over anything, everything. Menet. Meden. Humanly speaking, the Philippians had every reason to worry and to be anxious because they were colonized by the Roman empires. They were suffering severe persecution. In Philippians 1, verse 18 to 19, they had a reason to worry because of persecution. They were facing disturbance in the church. In Philippians 1, verse 27, they had a lot of disunity in the church and quarreling in the church. They had a reason to worry. They had some carnal members within their fellowship. Some members were so prideful, super spiritual in the church, and self-centered. If you look at Philippians chapter 2, verse 3 and 4, and Philippians 3, verse 12, they had a reason to worry. They were facing some false teachers who had joined their fellowship. A fellowship like this one can be joined by false teachers who can bring trouble. Amen? Amen. And these false teachers, they had fierce attacking of the cross of Christ. Fiercely attacking the cross of Christ. In Philippians 3, verse 23. And Philippians 3, verse 18 to 19. Another thing, some of the believers were having to struggle for necessities of life. Food, clothing, and shelter. Philippians 4, verse 19. But here now, the word of God says, do not be anxious about anything. Amen. We have said 1, 2, 3, 4, 5 things, but they are told, don't be anxious. Amen. And they are told, but in everything, there's a formula by prayer and petition and thanksgiving. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. Maundu mangitugiaria haha no withimire nduri monoku kana wi monoku no ndu uhoro nikio tangikite ukiringaringaga nguo thukuru ndio ikoima ku akoranga ki anga ma condition wa kumenya ngai ni thina mwingi muno. Hallelujah. Praise be to God. You know, people have problems if they don't know the word of God or the word of God says, because the word of God is a solution. Amen? Amen. So now, there was little else that could confront these dear believers. Please. Aha. There was little else that could confront these dear believers. They were facing about every trial and temptation imaginable. The kind of trouble that arouses anxiety and worry. Humanly, a person is going to fret. Humanly, a person can worry and suffer anxiety. But there are three things that I want us to understand. That when he is either about to lose or lack food,
clothing, or shelter. When he is persecuted, ridiculed, abused, or threatened, when he is surrounded by quarrels, disturbance, carnality, or false teaching, in the midst of such circumstances, one can worry, one can fret. But the Bible says, do not. Hallelujah. Amen. Let's read from the scripture. This is what the Bible says. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer, listen, and petition, with thanksgiving, what are we told? Present your requests to God. Amen. What will happen? And the peace of God, Amen. the peace of God, when you have a lack of all these things, the Bible says, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. When you don't have school fees, when the landlord is about to close, to lock you out, when you have nothing, and that you have understood the word of God, that you will not be anxious, then the peace of God that transcends the understanding of the philosophers, that will guide your heart and mind in Christ Jesus. Amen. That is the word of God. Amen. Na nataka muwe wa imani hiyo Amen. na amani hiyo. Amen. Hallelujah. Amen. One time I was in Kangemi and without money. And I was living with my brother, and he had overstayed in Mombasa. He had gone there for some job. He had not reported in time. Chakula imekuwa imekwisha. When I was trying to think now what this evening, I remembered the word of God that says, I will never leave you nor forsake you. Amen. Mtu akapita na gari, Renault 12 TI. Akaniona akapita, nikaona gari inarudi. Kaniambia, Dave, ni wewe nimeona. Dadhi Roiro, nimeenda Roiro, I'm going to Roiro and I'm in a hurry. Kindly sort yourself because I need to see you. I have something in my mind. He gave me 300 shillings. Amen. When was that? 1980s. Amen. That was a lot of money. He was an accountant with Excelsior Hotel, George. That money was a lot of money. He can tell you that was a whole salary for someone. Because God is a provider. Amen. Do not be anxious over about anything. So when you are anxious, ni kama gari imetoka kwa mtambo. When you are anxious, when the Bible says do not, when you are anxious about something, you are out of the track. God will not consider your plight. Kwa sababu umemuondokea. Think about it. Umtap kwa mabega mwambie think about it. Yeah? Is there anyone near you? Tell him think about it. Hallelujah. In the midst of such circumstances, the only way a person can keep from worrying is to receive an injection of supernatural power. Amen. That is what you need. An injection of supernatural power. How do you come out of sufferings because of persecution, disturbances in the church,
disunity and quarreling, carnal members, prideful, and over-spiritual, are people without control. They are self-centered. How do you come out of false teachers who attack the cross of Christ unless you get a supernatural power, an injection of supernatural power? Tell your neighbor you need a supernatural power injection. This is the very point of Scripture. And this is the very point of Scripture. There is an answer to worry and anxiety. A supernatural answer. The supernatural answer says, the peace of God. God will enable the believer to conquer worry and anxiety. God will overcome the trials of life for the believer. This is a message for the believer. It might not benefit you today. No matter how terrible and pressing they may be, God will infuse the believer with peace. With the very peace of God himself. A peace so great, a peace so wonderful, that it carries the believer right through the trial. Unless you are not a believer. The peace of God, so great, so wonderful, that it will enable you to be carried over the trials. Hallelujah. And of course, this does not mean the believer is not to be concerned about the problem of life. Hallelujah. He is. But there is a difference between concern, anxiety, and worry. Hallelujah. Concern drives us to arise and tackle the problem of life with an indomitable courage and diligence. You must be concerned to drive to tackle the problem. You know how to deal with the problem. Anxiety, or I might also say, concern drives us to tackle and conquer all that we can handle. Anxiety and worry causes all kinds of problems. Let me mention 13 problems. You know, 13 is a number of omen. 1 is a number of God. 2 is a number of division. 3 is a number of Trinity. 4 stands for the 4 squares of the world. 5 is a number of grace. 6 is a number of man. 7 is a number of completion. 8 is a number of new dispensation. 9 is a number of the Holy Spirit, a number of repetition. 10 is a number of whole. Hallelujah. Amen. May God bless us. Amen. Anxiety and worry causes all kinds of problems. 1 is fear to act. One of the problems that is caused by anxiety, wakati wewe unakaa kama unafadhaika, ile shida unajiletea, number 1 is fear to act. Unakuwa na uoga wa kutenda ama kutekeleza. Number 2, withdraw. Unajiondoa. When you are worried, anxiety and worry inafanya watu wajiondoe. Withdraw. Hesitation. Kusitasita. Cowardice. Unakuwa muoga. Depression. Kichwa yako inaanza kutatanishwa. Discouragement. Unakufa moyo.
A defeatist attitude. Defeatist. Unakuwa na moyo wa kushindwa kila wakati. Quick and planned action. When you have anxiety and worry, you will create yourself a problem. Quick and unplanned action. Another thing, unwise and harmful decisions. Unwise and harmful decisions. Another thing that you create for yourself, physical sickness and infirmities. Unajiletea magonjwa. Another problem, emotional problems. Hisia zako zinakuwa ziko na shida. Spiritual backsliding. Unaanza kufa na kuanguka kiroho. And finally, distrust and unbelief. Look at yourself. I'm also looking at myself. When you have anxiety and worry, these are the things you cause for yourself. Fear to act. Hiyo ni kusema nini kwa Kiswahili? Moyo wa uoga. Uoga wa kushindwa na kufanya kitu. Withdraw ni kusema nini? Kujitenga. Unakaa umejitenga, umeokoka kuliko wale wengine. Hutaki kuja maombi, hutaki nini, na kuanguka unaanguka. Jambo lingine, hesitation. Kusita. Cowardice. Ni kama uoga. Depression. Unakuwa na kichwa yako haifanyi kazi vizuri. Discouragement. Unakufa moyo. A defeatist attitude. Kila saa unashindwa. Unakaa umeshindwa. Hesabu si mzuri, nini si mzuri, kila kitu unashindwa. Utaongoza wimbo unashindwa. Quick and planned actions. Unakuwa so quick and planning, kuwa na actions that are not planned. Ni kama mtu amevuta bangi. Niliona kijana mmoja akavuta bangi, ilikuwa imeletwa na mtu mwingine. Nikaguza bangi siku ya kwanza kwa karatasi hivi. It was a cigarette. Nikamwambia, I have never touched, but let me see. I've never been involved in those things. Alipovuta akaanza kufanya hivi. Saa tu kidogo daigwa tahakothi hiyo na ni saa 1 ya jioni. Tunaona kichwa imeanza kuharibika. Quick and unplanned action. Another thing you do to yourself, unwise and harmful decisions, because decisions determines destiny. When you have anxiety and worry, physical sickness and infirmities, emotional problems, hisia zako zinakuwa na shida. Spiritual backsliding. Katika maisha ya kiroho unakuwa na mwanguko. And finally distrust. Kukosa kuamini na kuwa hauna matumaini. Distrust and unbelief. Now, wapendwa, kwa sababu nataka tumalizie. Nataka uone from verse 6 ni shida ipi tunazojiletea sisi wenyewe. You worry, you become anxious, you go to hospital. And the doctor will not tell you that you have depression or you have ulcers or you have fatigue. He will make money from that foolishness. Hello? Okoigwa gai kana okoigwa mwili. Utasikiza mwili ama ni roho wa Mungu? Mungu atusaidie sana. Siku ya leo ni siku ya kutubu, kutojua ili tujue
tusimame imara na tusonge mbele. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu shetani anaweza kutufanya vifaranga vyake. Mungu atusaidie sana. 13 problems that you cause for yourself if you worry. If you fret. Mungu atusaidie sana. I want to read a scripture in Matthew 6 and verse number 31 to 33. Then we can close and continue from there. Sunday we can talk about the remedy for anxiety and worry. Remedy. Today we are talking about, hallelujah. Today we were talking just about to see the charge. The charge is do not be anxious. All right? Mary nothing. Mary nothing. Do not. But Sunday we shall go to 4 words used for prayer that show exactly how prayer is the answer to anxiety and worry. Because the word says prayer, petition, amen, thanksgiving, and requests. And I'm going to teach from the Greek context so that you understand exactly what it meant. Hallelujah. Kwa sababu hapo ndipo pana jawabu yetu. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Hallelujah. In Matthew 6 and verse number 31 to 33. Hallelujah. Amen. Like no any other church. This is a teaching church. And I was speaking to you while speaking to myself. Amen? Amen. Peter, speaking to you. Why are you losing weight? Fretting. Huyu anaweza lose weight akiuza mayai. Sijakule. Matthew 6 verse 31. You know I love the boy. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? All right? 31. It says, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Verse 32 says, for the pagans run after all these things, the eating, the drinking, and the clothing. That's the business of the pagans. May God help us. Amen. Aha. And your heavenly Father knows that you need them. Amen. 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 The Heavenly Father knows we need clothing. Yes. Like now he knows 2021. I require to change my wardrobe. Amen. Yes, Bishop. Amen. He knows that. And he will manage it. Amen. Hallelujah. Amen. But, verse number 33, an adversative now, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen. That's the formula. Hallelujah. Amen. Therefore, do not worry. Amen. Amen. Tusimame tuombe. To our viewers, thank you very much for keeping it up, following us on FB and YouTube. Follow our links, and we shall continue to be blessed through genuine content, Christocentric views. God bless you so much. And to the church, God bless you so much. Na sasa tutakula meza ya Bwana. Ili ikufanye sasa uamuke. And our verse
like we were told by Pastor, we have a portion in Psalms 23. Hallelujah. Amen. We also have Philippians 4, verse 6. Do not worry. Amen. If you want the peace of God that surpasses the understanding of men to be your portion, do not worry. Ukipitia kwa classroom mahali, ukuta mwalimu akisema do not, anasema if you do, utapatana na kiboko. Na huyu Mungu akisema do not, akuta wewe unafanya, anakuondokea. He lifts up protection, anakuachia shetani. Mungu atusaidie sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tuombe.